بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1447 katika darasa ya tafsiri ya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tuendelea kusoma tafsir ya juzu amma na tulifikia tafsiri ya sura ash-Shams. Tulizungumzia kwa ujumla katika kikao kilichopita, na leo insha Allah taala tusome maneno ya Imam Sa'di rahimahullah taala akizieleza hizi aya. يقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والشمس وضحاها، نأبا kwa jua na mwangaza wake. قال الإمام السعدي: أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة. الله سبحانه وتعالى kama tulivyotaja katika kikao kilichopita ameapa katika sura ash-Shams, na hakuna mfano wake kama katika hii sura. Ameapa na vitu vingi sana katika viumbe, au ameapa kwa viumbe vingi katika viumbe vyake vinavyoonyesha ishara ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala. yote haya au vyote hivi ameapia navyo ala an-nafsi al-mufliha wa ghayriha min an-nufus al-fajira. Ameapa kwa viapo vyote hivi, kisha ikaja kwa jawabu kwa ajili ya nafsi iliyofaulu na nafsi nyinginezo ovu ambazo zitaangamia. Sema washamsi wa duhaha, ay nuriha wa naf'iha as-sadir minha. Na apa kwa jua na mwangaza wake na manufaa yanayotokamana na hili jua, sababu jua lina manufaa mengi sana kwa wanadamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hili jua ni sababu ya mimea kukua, ni sababu ya kuondoa harufu mbaya katika ulimwengu. Yani fikiria lau kama kwa mfano ingelikuwa hakuna jua, ulimwengu ungeharibika. Lakini kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake akawekea jua, kisha akaapa na kusema wal qamari idha talaha, na naapa kwa mwezi unapolifuatia. Ay tabi'aha fil manazil wan nur, na mwezi unapolifuata jua katika vituo vyake na nuru. Sababu tulitaja kuwa nuru ya mwezi yatokamana na nuru ya jua. Ile nuru tunayoiona kwa mwezi yatokamana na nuru ya jua. Sema wan nahari idha jallaha, na naapa kwa mchana unapolidhihirisha. Ay jalla ma ala wajhi al-ardi wa awdahahu, na mchana unapoweka wazi vyote vilivyoko juu ya uso wa ardhi vikawa vionekana peupe.
Sababu mchana unapoingia kila kilichoko juu ya ardhi chaonekana, kama vile usiku unapoingia vitu hufichika, kuna vitu havionekani katika giza. Wal-layli idha yaghshaha, na apa kwa usiku unapolifunika. Ay yaghsha wajha al-ardi fayakunu ma 'alayha mudliman, na apa kwa usiku unapofunika hii ardhi ikawa vilivyoko juu yake ni kiza, havionekani wala havijulikani. Fataaqubu adh-dhulmatu wadh-dhiya, kule kupishana kwa kiza na mwangaza, washamsu wal-qamar, na jua na mwezi, ala hadha al-alam, juu ya huu ulimwengu tunaouona sisi, tena bintidhamin wa itqanin, kwa nidhamu ya hali ya juu. Bimaana huwezi kuona kuwa mwezi umepita njia ya jua wala jua limepita njia ya mwezi. Nyota, sayari zote zilizoko katika mbingu, kila kitu kiko mahala pake kwa nidhamu ya hali ya juu. Wa qiyamin limasalih al-ibad, na hivi vikasimamia maslah ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vyote hivi tunavyoviona katika huu ulimwengu, akbaru dalilin ala anna Allah bikulli shay'in alim wa ala kulli shay'in qadir, ni dalili kubwa kabisa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi juu ya kila kitu, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu. Wa annahu al-ma'budu wahdahu, na kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Alladhi kullu ma'budin siwahu fabatilun, ambaye kila kinachoabudiwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala basi kitakuwa chaabudiwa kwa batil. Leo kuna watu wana jur'a ya kukanusha muumba, wakati vitu vidogo, lau kama utawaambia vitu vidogo hivi uweza kukataa. Kwa mfano, hii plastiki ya remote maiona hii, na kidude cha kurekodi nikakiweka hapa tu juu, na hii nikaiweka juu yake hivi, kisha ukamwambia mtu hii imekuja yenyewe, impangika hivi yenyewe, hii imepangika yenyewe hivi, wallahi hawezi kuamini. Vidude viwili tu hivi nimeweka hapa, hakuna mtu ataamini ukimwambia hivi vidude vimepangika namna hii vyenyewe. Lakini yuko tayari kuamini kuwa jua na mwezi na nyota na sayari zote zilizoko juu mbinguni na mbingu na ardhi, bahari, samaki walioko ndani yake, nchi kavu, wanadamu walioko juu yake, na wanyama na miti na mito, majabali, milima mbalimbali, vyote hivi na namna vilivyopangika vimekuja vyenyewe, hakuna muumba. Sasa ikiwa wewe hutaki kukubali kidude kidogo kama hiki kuwa kimejipanga chenyewe, vipi akili yako yakubali wewe kuwa vitu vyote hivi vilivyopangika kwa nidhamu ya hali ya juu vimekuja sudfa hivi vyenyewe? Wallahi lau kama mwanadamu atakaa azingatie, awalam yatafakkaru fi malakuti as-samawati wal ard, lau kama mtu atakaa chini azingatie huu ufalme wa Allah wa mbinguni na ardhi, bila shaka atajua kuna muumba aliye na uwezo juu ya kila kitu subhanahu wa ta'ala. Na hili liko wazi kabisa katika fitra ya mwanadamu. Ama wale wanaokanusha, katika tarehe masoma kuwa wapo waliopita mpaka wakadai kuwa wao ndio miungu, wale walikuwa ni kichekesho kwa wale waliokuja baada yao. Sasa aliyeviumba vyote hivi nani? Anayesema kuwa aliyeviumba yeye ni mmoja peke yake,
ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapaja tokea mtu yoyote mwingine aliyedai kuwa la, ni mimi ndio niliviumba, si Allah. Hapaja tokea katika tarehe mwingine aliyesimama akasema kuwa aliyeumba mimi. Na lau kama atatokea leo au kesho mwanadamu akasema kuwa mimi ndiye niliyeumba mbingu na ardhi, huyo tumpeleka potrizi, aende akale vidozi kule, hajamaliza. Kwa sababu ukimuuliza swali moja tu, na alimuumba babako na mamako nani kabla hujazaliwa wewe? Hizi mbingu zilikuwepo na ardhi ilikuwepo, jua lilikuwepo, mwezi ulikuwepo. Hakuna aliyedai kuwa ameviumba vyote hivi isipokuwa mmoja peke yake, na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itabakia kuwa yeye ndiye muumba juu ya kila kitu. Lakini hili lataka mtu akae chini azingatie, na wala si kubwa hivyo kulifikiria. Ukiona tu ile nidhamu iliyoko, wafahamu kuwa haiwezekani kuwa nidhamu yote hii iliyoko katika huu ulimwengu imekuja sudfa, bali ni lazima kuna muumba aliyeumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama nafsi yako tu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nafsi ambayo hapa tutaizungumzia, nafsi ya mwanadamu, tizama namna inavyobadilika badilika. Wallahi katika siku moja ile nafsi moja yaweza kubadilika, ukamwona mtu ana hasira, mara na furaha, mara na huzuni, mara na dhiki, mara iko hivi, nafsi ile moja. Huoni kuwa huu ni uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala? Na hapa Sheikh akataja maneno haya kuwa baada ya kutathmini yote utafahamu kuwa Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa subhanahu wa ta'ala, na vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala viabudiwa kwa batil. ثم قال الله سبحانه وتعالى والسماء وما بناها. Na naapa kwa mbingu na kwa aliyeijenga. Na hii ikiwa ma ni masdaria ambayo yasimamia alladhi, itakuwa tarjama yake ni na kwa mbingu na kwa aliyeijenga. قال الإمام السعدي يحتمل أن ما عفوا ikiwa ma ni موصولة، ikiwa ma ni موصولة بمعنى الذي، sio masdaria tofauti. ikiwa ma ni موصولة قال يحتمل أن ما موصولة يعني بمعنى الذي. kwa hivyo itakuja والسماء والذي بناها. ikiwa ma hii ni ma موصولة itakuwa maana yake yaje hivi والسماء وما بناها أي والسماء والذي بناها. na apa na mbingu na yule aliyeziumba hizi mbingu, itakuwa maana yake hivyo. fayakunu al-iqsamu bis-samai wa baniha. kwa hivyo hapa itakuwa ameapa kwa mbingu na yule aliyezijenga na kuziumba hizi mbingu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa Allah tabaraka wa ta'ala. ويحتمل أنها مصدرية، بنى يبني بنيانا، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها ikiwa ni masdaria. kwa hivyo itakuwa hapa paapwa na zile mbingu na namna zilivyojengwa kwa nguvu, bimaana zina nguvu na madhubuti. hii ndio itakuwa maana yake kwa hii ikiwa ni masdaria. الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان. kwa ikiwa mani masdaria hapa itakuwa kinachowapiwa hapa ni namna ilivyokuwa ile mbingu imejengwa madhubuti, haina upungufu wa aina yoyote. ndio Allah subhanahu wa ta'ala akataja hilo katika suratul Mulk kuwa mwanadamu atizame hizi mbingu. hal tara min futur, ushaona kuna mipasuko na nyufa katika mbingu kutoka ziumbwe, na hazina nguzo, zimesimama juu, na wewe waona kwa macho yako chochote kile unachokiweka juu chaanguka. Lakini mbona hizi mbingu kila siku wapita waziona ziko juu yako, wala huna wasiwasi wewe kwa siku moja zitaanguka? Huna wasiwasi,
ziko kule juu, wapita ukirudi. Sasa hivi ukitoka utaziona hapo nje, lakini kuna watu hata hawazingatii hilo, kuwatizama. Allah amezisimamisha mbingu, ziko juu, hazidondoki zikaanguka juu ya ardhi. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, Allah huzishika mbingu na ardhi visiondoke mahala pake, ziko pale pale. Wala inzalata, na lau kwa mfano zitatoka mahala pake mbingu zikaanguka, kuna mtu kueleza kuzizuia? In amsakahuma min ahadin min ba'di, hakuna yeyote anayeweza kuzizuia basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah, kila siku tupita tuziona mbingu ziko vile vile. Hakuna siku mmeambiwa jamani, kaeni tayari huko kwa pakwa rangi huko, kwa kutakuwa kwa tona rangi huko chini, hata siku moja. Kuna renovation yafanywa, sije kukaanguka vitu huko chini. Lakini mimi na wewe tupita tu, leo wapita hivi, kesho wapita hivi, hata siku moja hukai ukafanya ibada ya kufikiria. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kuna hii ibada ya tafakkur ambayo wengi kati yetu sisi ibada hii tumeisahau. Ibada ni nyingi, miongoni mwa ibada ni ibadatu tafakkur. Mtu akakaa chini akafikiria na kuwaza uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe, na hii yazalisha mtu kujua uwezo wa Allah mkubwa na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake pia kuwa na ihtiram na takdir kwa yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. قال ونحو ذلك قوله والأرض وما طحاها، يعني بمعنى معناك وما هapa يaweza kuwa ni mausula بمعنى الذي itakuwa والأرض والذي طحاها, ama yaweza kuwa ni masdaria, kwa hivyo itakuwa والأرض وما طحاها, itakuwa maana yake ni namna ilivyojengwa ile ardhi kwa uzuri kabisa, ikawa madhubuti ili watu waweze kufaidika nayo. Qala ay maddaha wa wassa'aha, ikawa ameikunjua na kuifanya ikawa pana hii ardhi. Fatamakkana alkhalqu hinaidhin min alintifa'i biha, wakamakinika waja wake kunufaika na hii ardhi. Sababu lau kama ardhi ingelikuwa moja kwa moja ni milima tu, hakuna sehemu ambayo iko iliyotandikika hivi, watu wangepata taabu sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia hii ardhi iko katika hali kama hii tunayoiona leo. Tupita njia zetu, watu watoka sehemu moja kwenda nyingine kufanya mabiashara, watu walima, watu wajenga, wafaidika na hii ardhi bijamii wujuhi al-intifaa, kwa kila aina ya manufaa na kunufaika na hii ardhi. Kisha akasema wa nafsi wama sawaha, na akaapa na nafsi na kwa aliyeitengeneza. Yuhtamalu anna almurada nafsu sairi almakhluqat alhayawaniyya, kuna ihtimal kuwa hapa Allah ameapa na nafsi za viumbe vyote mpaka hayawani, wanyama. Kama yuayidu hadha alumum, sababu imekuja kwa ujumla am, haikutaja nafsi gani. Kwa hiyo atilia nguvu kuwa hapa ni nafsi ya kila ambacho kina nini, kina nafsi. ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف, na kuna ihtimal hapa kuwa nafsi inayopiwa ni nafsi ya mwanadamu ambaye amekalifishwa kufanya ibada, bidalili ma yati ba'dahu, kwa dalili haya atakayokuja baada yake. وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آيات الله التي حقيقة بالإقسام بها. نفسي ni aya, ni mojawapo wa ishara za kuonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na uwezo huo mkubwa kwa hakika wastahiki kuwapiwa
ile nafsi imestahiki kuapiwa kwa sababu yaonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha fi ghayati al-lutfi wal-khiffa. Angalia ile nafsi ya mwanadamu namna ilivyo, hata mwanadamu mwenyewe wakati mwingine haielewi. Yani kuna mambo yamefichika hata yule mwanadamu hajui. Kwa mfano ukiulizwa hii nafsi nini? Ndio roho ya mwanadamu ndio nafsi. Naam. Sasa ni kitu gani hiyo katika mwili wa mwanadamu? Mbona mwanadamu mara yozungumza lakini kitolewe ile roho la wanji mwili tu halina kama sanamu tu, hawezi kufanya chochote. Sasa hii nafsi ni kitu gani? Nafsi ambayo iko baina ya mbavu zako wewe mwenyewe huwezi kuieleza. Jambo la ajabu sana. Tena sari'ati at-tanaqqul wal harakati wat taghayyuri wat ta'athuri wal infi'alat an-nafsiyya, ni haraka mno ile nafsi kubadilika na haraka yake hubadilika na kuathirika. Ukaiona ile nafsi yaathirika kwa hali mbalimbali anayokuwa ndani yake mwanadamu. Min alham, wakati mwingine ana huzuni na dhiki, wal irada, ataka kufanya jambo, wal qasd, makusudio kufanya jambo, wal hub wal bughd, mara hupenda mara huchukia, leo yompenda kesho yomchukia huyu. Wa hiya allati laulaha lakana albadanu mujarrada timthalin la faidata fihi. Na nafsi ndio ile ambayo lau kama si hii nafsi ingelikuwa kiwiliwili cha mwanadamu, ni kama mfano wa jisanamu ambalo halina faida yoyote. Wa taswiyatuha ala hadha alwajhi ayatun min ayati llahi alazima, na kuumbwa na kutengenezwa katika namna hii wallahi ni ishara kubwa ya kuonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaiumba hii nafsi ikawa katika hali kama hii, ajabu sana. Haiko katika hali moja, mara yabadilika hivi mara yabadilika vile, namna Allah alivyoiumba. Wa qawluhu qad aflaha man zakkaha, hakika amefanikiwa aliyeitakasa. Ay tahara nafsahu min adh-dhunub, yule aliyetahirisha nafsi yake kutokamana na madhambi, huyo amefaulu. Wa naqaha min al-uyub, akaisafisha kutokamana na aibu na dosari. Wa raqaha bi ta'ati Allah, akainyanyua kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'allaha bil ilmi an-nafi'i wal 'amal as-salih, akaifanya ile nafsi ni yenye kwenda juu, al-ulu, kuinyanyua ikawa juu kwa kutafuta ilmu iliyo na manfaa na matendo mema. Kwa yule anayetafuta ilmu iliyo na manfaa akaitendea kazi ilmu yake, huyu yuko katika hali ya kuitakasa nafsi yake, kuisafisha nafsi yake, akaifanya iwe ni nafsi iliyotukuzwa, iliyo juu kwa sababu ya matendo yake mema. Na jambo la ilmu, kuna baadhi ya watu hudhania hii ilmu ya sheria ni hasa kwa tulabi ilmi peke yake. La, kuna mambo katika sheria ambayo ni wajibu kwangu mimi na wewe na fulani na alani sote kujifunza. Kwa mfano, ibada ambazo za kuhusu wewe Muislamu, kama ibada ya swala, ibada ya saum, na ikiwa Allah amekupa uwezo wa kufanya ibada ya hija, haya yote haya ni wajibu juu yako Muislamu kujifunza ili uitekeleze ile ibada sawa sawa. Bimaana lau kama hutaisoma ilmu inaofungamana na zile ibada zinazokuhusu wewe, wapata dhambi, uko kwenye dhambi, usione umesalimika. Kwa kuna baadhi ya watu wakiotizama tulabi ilm katika hilaq za ilmu kama hivi, wamekaa wasoma, aona hili jambo la elimu la wale si langu, kwa yeye wapita habari ana, wakati malengo ambayo kwa ajili yake Allah amemuumba ambao ni tauhid pia hajajifunza. Yatalakhbatu, ukimtizama katika vile anavyovifanya aweza kuwa amevama katika shirki, hajui. Ni wajibu juu yako kuisoma tauhid. Wallahi usipoisoma utakwenda kuulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wapata dhambi. Kila siku inayopita wapata dhambi wewe kutojifunza tauhid.
kwa sababu ndio malengo kwa ajili yake Allah amekuumba akakuleta katika ulimwengu. Wataka kuitakasa nafsi yako, lazima ujifunze ilmu hii iliyo na manufaa ambayo ni wajibu juu yako, tena na uitendee kazi. La sivyo anta athimun, wewe wapata dhambi kwa kutojifunza ilmu iliyo na manufaa na wewe. Na ndio maana tuiona hii hali tuliyoiona leo. Wallahi ukitizama, kwa sababu wengi katika Waislamu hawajishughulishi na jambo la ilmu ya kuifahamu dini yao, ndio ukakuta sisi twachezewa hata na kufar namna wanavyotaka wao. Wakitaka kuwachemsha wajua watafanya nini, wakitaka kuwatuliza wajua watafanya nini, wakitaka yani wamewasoma wakajua hawa maadamu hawaitambui dini yao tuweza tukawafanya tunavyotaka sisi. Lakini wewe mtizame Muislamu anayejitambua, anaifahamu dini yake, na anaweza kumchezea. Wafikiri ukimchokora atatoka kwenye maandamano na ansoma dini yake? Huwezi kumpeleka hivyo. Utamuona mambo yake anavyoyapeleka yote yatembea katika misingi ya kisheria. Na hili ndilo jambo ambalo hawataki wewe ujifunze, ujielewe. Sababu ukishajielewa wewe, wao wako matatani, itakuwa mambo yao na ajenda zao wanaotaka kuzipitisha haziwezekani. Na mifano mnao hai leo katika ulimwengu. Chukulia mfano leo katika ulimwengu, hizi nchi za Kiislamu leo, lau kama wale raia wa Kiislamu wangelikuwa wameisoma dini yao wakaelewa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watawala wao, hizi nchi zingelikuwa na shida? Hivi kweli ingelikuwa hali leo tunaoiona Sudani pale, yale mauaji na damu inavyomwagwa ya Waislamu leo, ingelikuwa liko jambo hilo? Lisingelikuwa. Lakini kukapatikana watu majuha, fahamu, watu ambao hawakusoma dini yao, wamo tu wao, na alafu ujifanya wajua, hata ukawaambia nini wao hakuelewi. Ndio yale nilioeleza jana, kukazuka kibinti kimoja kidogo hivyo kikawahamasisha wanaume wazima. Tena waweza kumwona mwanamume mtu mkubwa na kitambi mwenyewe, ukimwona wewe unaona huyu ana akili zake, lakini kijibinti kidogo kikatoka kikawa ndio chaletwa kwenye BBC, kwenye Al Jazeera, kwenye channel gani, kuwa hiki kibinti shujaa, haogopi chochote. Sasa ile jidume naona ikiwa binti haogopi, mbona mimi naogopa? Twende. Ukaliwa ujinga. Sasa wajuta. Mimi nawauliza, kile kibinti kiwapi? Kiko wapi hicho kibinti? Sijekaa kiibilisi tu, kilikuwa kimejitokeza hivi kikawadanganya, wakaingia katika mtego wanaotaka. Sasa nchi tafrani kabisa, haieleweki kule na kuelekea. Pesa zao zimekuwa zabebwa kwenye wilbaro. Unajua ile nchi kishaanguka tu, pesa zenu wazibebwa kwenye wilbaro. Nenda kununua mkate na jikokoteni lako na nini na nyanya, enda nunua mkate na tomato na vitunguu na jikokoteni, wakati ulikuwa wabeba mfukoni. Chanzo nini? Ujinga, hamtaki kuisoma dini yenu, ndio maana mkapelekwa huko. Lau kama mngelikuwa mwajua mafunzo ya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watawala walio na dhulma, msingefanya hivyo, na makafiri wasingeweza kuwachezea, wala yeyote yule aliye na nia mbaya na nchi yenu hawezi kuwachezea. Lakini kuna ilmu ya wajib ambayo ni wajib kwa Muislamu kuisoma, pia hii tumeidharau na kuiwacha. Ndio hali tunaoiona leo vijana wetu. Yani subhanallah, lau kama watu wangelikuwa wameisoma dini yao kisawa sawa, wakajielewa, wengi watakosa biashara. Wauzaji wa madawa ya kulevya watafeli, wanaoleta fitna katika nchi za Kiislamu watafeli, wanaotaka kuwapoteza Waislamu watafeli. Lakini tukiwa mbali na kujifunza na kuzitakasa nafsi zetu kwa ilmu iliyo na manufaa na matendo mema,
hii ndiyo hali tunayoiona leo katika ulimwengu. Maneno makubwa sana alizungumza Imam Saudi rahimahullah ta'ala katika sehemu hii. وقد خاب من دساها, na hakika amekhasiri aliyedidimiza nafsi yake katika uchafu. Ay akhfa nafsahu alkarima, akaificha nafsi yake tukufu, allati laysat haqiqatan biqam'iha wa ikhfa'iha bitadannusi birradha'ili. Tizama hii nafsi yake si sawa yeye kuizamisha katika uchafu na uovu, akaichafua ile nafsi yake, lakini yeye akafanya hivyo. Wadunuwu min aluyub, akashuka katika kuitia aibu ile nafsi yake. Waliqtirafi lidhunub, akawa aparamia madhambi. Wa tarki ma yukammiluha wa yunammiha, akayawacha yale ambayo ni sababu ya kuikamilisha ile nafsi na kuikuza. Wastimali ma yashinuha wa yudannisuha au yudassiha, akawa ni mwenye kutumia kile kinachoiharibu sifa ile nafsi na kuizamisha na kuiviza, akaiharibu ile nafsi. Huyu hakika amekula khasara. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema kadhabat thamudu bitaghwaha, kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao. Bisababi tughyaniha wa tarafu'iha 'anil haqqi, kwa sababu ya uovu waliokuwa nao na kibri walichokuwa nacho juu ya ile haki iliyowajia. Wa utuwiha ala rusulillah, na ujabari waliokuwa nao dhidi ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Idhim ba'atha ashqaha, aliposimama muovu wao mkubwa, ashqal qabila, katika kabila la Thamud akasimama yule aliyemuovu katika wao. Wa huwa Qudar ibn Salif, jina lake bwana julikana kama Qudar ibn Salif. Huyu bwana akasimama kufanya nini? Li'aqriha hina ittafaqu ala dhalika wa amaruhu fa'tamara lahum, akamchinja yule ngamia ambaye Allah amewapelekea kama muujiza kwao, na wakaafikiana wote katika hilo. Mtu aweza kusema aliyefanya ni mmoja, naam, wale wengine waliafikiana na yeye, bali wakamwamrisha hebu mchinje tuone, mchinje tuone utaletewa adhabu gani. Faqala lahum rasulullah Salih alayhi salatu wassalam muhadhiran, hapo mtume wa Allah akawaambia akiwa awatahadharisha, naqata Allahi wa suqiyaha, huyu ni ngamia wa Allah, muacheni anywe maji fungu lake, siku moja iwanwa yeye, siku moja mnywa nini. Ihdharu aqra naqati llah, chungeni msije mkamchinja mkamtafuta kwa uovu huyu ngamia wa Allah. Allati ja'alaha Allahu au ja'alaha lakum ayatan adhima, Allah amejalia huyu ngamia kuwa ni muujiza mkubwa kwa watu wa Thamud. Wala tuqabilu ni'mata Allahi alaykum bisaqi labaniha an ta'quruha, na wala msikabili neema ya Allah juu yenu, amewapa huyu ngamia nyinyi mwanywa katika maziwa yake, jiji zima lanwa katika maziwa yule ngamia, mkawa mtaikabili neema ya Allah kwa kumchinja na kumpata kwa uovu yule ngamia. Fakadhabu nabiyahum Saliha, wao wakamkadhibisha mtume wao Salih. Tutafanya nini kwani bwana? Tumeeleza kuwa watu wa Thamud walitaka miujiza, wakamwambia mtume wao Salih, ikiwa wewe kweli ni mtume wa Allah, hebu tuonyeshe miujiza. Sababu mitume waja na miujiza, tuonyeshe alama inaonyesha kwa wewe kweli ni mtume. Hili jiwe hili hapa, na jiwe jabali, patoke ngamia, yule ngamia awe ni ushara, amebeba mimba, kisha azae, tumuone hivi kama wewe mkweli. Kuna watu bwana wajitafutia balaa tu. Sasa akitoka mtaamini? Tutaamini. Akatoka ngamia akafanya walivyotaka, lakini kwa sharti, laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum,
siku moja atakuwa yeye ndio yuanua maji ya kile kisima peke yake, amaliza maji yote, na siku ya pili maji nyinyi ndio mtakunywa. Lakini ile siku ya ambayo ngamia yuanua maji, basi na nyinyi mtakuwa mwanua maziwa yake bure, nyote itawatosha ile maziwa. Hata kama mtu kwa mfano hakuweka maji, ni siku moja tu peke yake. Hebu wewe nikuulize, nyumbani kwako ukiteka maji leo, kesho pia wateka ya kunywa? Ukichukua maji leo, wachukua maji ya siku 2-3 wana ruhusa ya kuchukua yale maji kiasi kitakachowatosheleza hata mwezi, siku yao. Na siku ya pili ngamia anwa maji yale, na wao wanwa maziwa matamu kabisa ya ngamia yaliyo na afya kabisa, na yale maziwa yawa mengi kiasi cha kuwa yawatosha wote. Kila nyumba wanwa maziwa ya ngamia ya kuwatosha. Sawa jamani, sawa. Kasimama mmoja muovu sema, sisi tutakuona bwana. Mwanzo hawakumwamini. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. Hicho walichokitaka wameonyeshwa na hawakuamini, hawakumkubali Saleh. Kisha juu yake wakaambizana, wakasema huyu bwana yuatutisha nini bwana? Yule muovu katika wakasema, mimi bwana nenda kumchinja bwana. Mwasemaje jamani? Mchinje tuone, mchinje tuone kama adhabu itashuka. Na kufaru walikuwa na maneno machafu sana kama haya. Hata Makuraish walikuwa wakiomba na kusema, wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika faamtir alayna hijaratan min as-samaa aw i'tina bi'adhabin alim. Ewe Allah, kama Muhammad amekuja na haki kutoka kwako, basi hebu tuteremshie mawe kutoka mbinguni, mvua ya mawe, au tuletee adhabu yenye kuumiza. Na usawa mtu ni aseme nini? Ikiwa ni haki inayotoka kwako, tuongoze. Hivyo ndio sawa. Mtu sawa sawa sema nini? Ya Rabbi, ikiwa hii kweli ni haki inayotoka kwako, sawa sawa anasema nini? Basi tuongoze sisi tuifuate. Na ikiwa si haki, basi apotelea mbali, akae kando huyu bwana. Lau kama wangelikuwa na akili wangeomba hivyo, lakini la. Ikiwa ni haki inayotoka kwako, hebu teremsha mvua ya mawe tuangamize, ama tuletee adhabu kali yenye kuumiza, ndio tutajua ni haki. Alafu yani wewe fikiria, ni haki kweli, Allah subhanahu wa ta'ala angewateremshia mvua ya mawe, faida yake nini? Na ndio kuna baadhi ya watu wao wataka Mungu wa aina hiyo. Vipi yani? Akisema afanye kitu atafanya. Sasa wewe watafuta boy, wewe utafuti Mungu wewe. Eti akisema fanya hivi afanye, hebu fanya mvua inyeshe afanye. Mbona mvua inyeshe? Basi hakuna Mungu. Wewe vipi wewe? Hayo nenda kaambie mfanyikazi wako nyumbani, leta hili, osha hii, fanya hivi, hiyo ndio utafanya hivyo. Lakini Allah kila jambo lake alifanya anavyotaka yeye, si wewe. Wewe nani utamwambia Allah afanye hivi na vile? Kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala hakuwateremshia mvua ya mawe. Allah akasema, wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Angalia utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu na wewe uko hapo. Wewe maadamu uko hapo, Allah hatawaadhibu. Wama kana Allah mu'adhibahum wa hum mustaghfirun. Na Allah hatawaadhibu maadamu waomba istighfar na watubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hawa Thamud wakataka kumchallenge Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wa Allah kuwa tutamchinja tuone utafanya nini. Fa'aqaru an-naqata wa'atau an amri rabbihim, wakamchinja yule ngamia, wakafanya inadi na amri Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ebu Saleh, tuletee hiyo adhabu uliyotuahidi tutaletewa ikiwa ni mkweli. Mtume, tuletee hiyo adhabu tuione, tutaka kuiona sisi. Hivyo hivyo. Fa'aqaruha
wakamchinja yule ngamia. Kwa hivyo walimkadhibisha mtume wao, wakamchinja yule ngamia. Baada ya kumchinja, Allah sema fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao, na akawafuta kabisa adhabu kali kabisa. Sheikh asema ay dammara alaihim wa ammahum bi'iqabihi, Allah akawaangamiza na adhabu yake ikawaenea wote, aliyefanya na walioridhika. Wa arsala alaihim as-sayhata min fawqihim, akawatumia ukelele kutoka juu, wakapigiwa ukelele kutoka juu. Warajfata min tahtihim, na ardhi ikatetemeshwa chini yao. Sababu Thamud waliangamizwa na vyote hivi, kelele na kutetemeshwa. Fa akhadhathum arrajfatu, mtetemeko wa ardhi na juu kelele. Fa asbahu jathimina ala rukabihim, jamaa wakaanguka kwa magoti yao, wakaanguka kifudifudi chini, kufni mbali wote, hakuna hata mmoja aliyebakia hai. La tajidu minhum da'iyan wala mujiba, humpati anaita wala anaitika. Hakuna anaita nafa, hakuna tena, wala anaitika uko wapi, minko huku, hakuna anaitika wala anaita, wote wameangamizwa. Fasawaha alaihim ay sawa bainahum bil'uquba, Allah subhanahu wa ta'ala akaieneza ile adhabu ikawa ni sawa kwa wote, wote kawaangamiza. Wala yakhafu uqubaha ay tabi'ataha, wala Allah subhanahu wa ta'ala haogopi matokeo yake, afanya anachokitaka. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, sababu anachokifanya akifanya kwa hikma na uadilifu, haulizwi kile anachokifanya Allah jalla fi ula. قال الشيخ السعدي وكيف يخاف من هو قاهر, na vipi ataogopa yule aliyena nguvu. La yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluq, hakuna kiumbe kinachotoka nje ya nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kiumbe kinachotoka nje ya tasarrufi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhakimu fi kulli ma qadahu wa shara'ahu, mwenye hikma katika kila alichokipanga, kila alichokikadiria. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma nacho, kila alichokiamrisha katika sheria yake na kukataza, Allah ana hikma kubwa. Vipi ataogopa matokeo yule aliye na sifa hizo? Wallahu almusta'an. Kwa kifupi, hayo ndio aliyomo katika tafsiri ya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, na juma lililopita tulisoma tafsiri ya suratul Ash-Shams kwa kile kinachotosheleza. Insha Allah taala tukikutana tena kikao kama hiki cha leo, tutaizungumzia suratul Layl. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.